الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma bado, ndugu zetu mnaotusikiliza katika YouTube yetu hii Bilali Online TV, tunaomba msiache kulike, kucomment, kusubscribe, pia kushare kwa watu wengine. Basi leo tutazungumzia juu ya mambo fulani yanayohusu, wengine wataona kama ni siasa, lakini sio siasa. Tunazungumza dini sio siasa. Kwa kuwa wahusika ni watu wa siasa, kinachohusika hapa ni chama cha Chadema siasa. Tutakizungumza chama cha siasa. Kwa hivyo huenda ikaonekana kama vile mpango kwamba Tumo Bilali Online TV imeanza kuingia sasa ndani ya siasa, na sasa inakuwa sasa inapambana labda au inasaidia fungu fulani katika siasa. Hapana. Hatuko hivyo. Tumo katika kuwasaidia Waislamu na wale wanaotaka kunusurika. Tumo katika kuwasaidia watu wa dini. Kama tunavyofahamu mambo ya dini sasa hivi dini imeshadhihirika. Haya wanayozungumza watu wa kidunia, basi na watu wa dini vile vile. Watu wa kidunia wanasema kwamba haya ni mazuri, lakini na watu wa dini wanasema mazuri vile vile. Lakini dini bado inasema kwamba haya ni mabaya tu. Kwa kuwa ni mabaya tu, lazima tuzungumze. Wale wa dini watafuata dini, na wale ambao wanaotaka dunia yao watafuata dunia yao. Kwa sababu hapa sasa hivi pana mvutano baina ya dini na dunia. Watu wa dunia hata wakiwemo kwenye dini. Nitatoa mfano. Kuna dini hapa zimejawezesha wanaume kwa wanaume kuingiliana, wasagaji wanawake kwa wanawake wasagane. Dini kabisa inaitwa dini, lakini wao wameshachagua hivyo, na wameingia hao viongozi, na wafuasi pia wameingia huko, na hata ukiwaonesha njia kwamba hili silo, hawakubali kwa sababu wao wanafuata viongozi wao wa dini. Lakini sasa Uislamu inatakiwa katika jambo lolote unalotaka kufanya ndani ya Uislamu, basi liwemo ndani ya sharia yake. Na likitoka ndani ya sharia yake, halafu wewe ukalifuata kwa sababu ya mvuto wako wa mambo yako unayoyataka, basi hapa sasa wewe utakuwa umeshajiingiza ndani ya balaa. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema Mtume, tuyasikilize vizuri maneno yake. Anasema, man masha ma dhalimin liyuinahu wa huwa ya'lamu annahu dhalimun faqad haraja min al-islam. Yoyote atakayemwendea dhalimu kumsaidia, yoyote atakayemwendea dhalimu kumsaidia, wa huwa ya'lamu annahu dhalimun, na huko anajua kabisa kwamba huyu ni dhalimu, basi Mtume anasema faqad haraja min al-islam, huyu atakuwa ametoka katika Uislamu. Akifa atakufa kafiri, hana imani ya dini. Hakuna ruhusa kumtia nguvu, hakuna ruhusa kumsaidia mtu ambaye makusudio yake yamo ndani ya dhulma. Hakuna kumsaidia. Na yoyote atakayemsaidia mtu katika yule mtu ambaye anayefanya dhulma, na huku anajua kwamba huyu anafanya dhulma, huyu makusudio yake ni kufanya dhulma, na pengine kashatangaza wazi kwamba yeye anayakubali mambo ya dhulma, basi fakad haraja min al-islam, huyu atakuwa ametoka ndani ya Uislamu. Ndio maana nikasema tutaizungumza Chadema katika siri yake, katika sera yake Chadema. Wao jambo la ulawiti na usagaji, wao wanasema ni haki za binadamu. Kwa hivyo asizuiwe mwanadamu wala asipingwe mwanadamu. Ina maana wao serikali yao kama watapata serikali, basi jambo la kwanza watawekea ulinzi mabasha, watawekea ulinzi mahanisi, watawekea ulinzi wanawake wenye kusagana, watawekea ulinzi. Na katika kufanya hivyo, sharia ya Uislamu inasema hawa watu wenye nia hiyo, wanaokiona kitu hicho kama ni kitu cha kawaida, wanaokiona kitu hicho ni kama ni haki ya ubinadamu, wakati Allah subhanahu wa ta'ala ameangamiza kaumu Luti, watu wa Luti wameangamizwa, na wakanyanyuliwa juu, ardhi ikapinduliwa. Baada ya kupinduliwa ardhi ikafanya shimo, Allah akitaka abricha achukuliwe mawe ya motoni yaje yaekwe pale. Kwa hivyo katika Uislamu yoyote, sisi Waislamu
Haturuhusiwi kukubali kwamba eti ulawiti na usagaji ni sera ambayo ya kibinadamu haina wasiwasi, kwa sababu ndani ya dini yetu tunakatazwa. Kwa kuwa tunakatazwa ndani ya dini yetu, hatufai tena sisi kufanya moja. Lakini pia yule ambaye yeye kaingia ndani ya sera hii anasema ni ubinadamu, ni haki za binadamu, watu kufanya liwati ni haki za binadamu, wanawake kusagana ni haki za ubinadamu. Anatafuta uongozi au chama kinataka uongozi, Chadema kinataka uongozi, lakini sera zake ndio hizi. Na hizi sera hazikuwa za siri, ziko wazi wazi. Na yule ambaye kiongozi wao wa juu katamka wazi wazi kwamba sisi tunasema kwamba sera za kuingiliana wanaume kwa wanaume, na tabia kuingiliana wanaume kwa wanaume, na tabia kuingiliana wanawake kwa wanawake, hizi ni haki za binadamu. Lakini katika Uislamu sio haki. Katika ubinadamu, katika Uislamu hizi zinahesabika kwamba ni umaluni, jambo baya kupita kiasi, na Allah amewaangamiza watu wenye kufanya mambo haya. Kwa hivyo sisi Waislamu ndio hapa nikasema kwamba sisi tunazungumza kama Waislamu, na si ajabu Waislamu kuzungumza hivi na ukapiana hivi, kwa sababu wengine ambao sio Waislamu nao vile vile wameshapitisha tu, wanasema hili jambo la kawaida na ni sera za kibinadamu na hazipaswi kupingwa. Hizi ndio sera zao, tena ndani ya dini. Kwa hivyo kila mmoja anatizama nafuu yake na anatizama shabaha yake. Kwa namna hii, kwa kuwa Chadema sera yao moja ni kutetea haki za mashoga, ni kutetea haki za wanawake wanaosagana, na haki hizi zote ambazo wao wamezihukumu ni haki, kwa upande wa Uislamu ni batili, kwa upande wa Uislamu ni dhambi, tena dhambi kubwa. Sasa Mtume anasema man masha ma dhalimin liyuinahu, yoyote atakayemfuata dhalim, makusudi yake nini? Kumsaidia ili huyu dhalim afanikiwe katika jambo lake, afanikiwe katika mfumo wake mwenyewe anaotaka. Man masha ma dhalimin, atakayemwendea dhalimu, wanaoamini hivyo kwamba usagaji ni haki za binadamu, wanaume kwa wanaume pia ni haki za binadamu. Katika Uislamu hawa wanaitwa ni madhalimu. Kwa hivyo Mtume anasema man masha ma dhalimin, yoyote atakayemwendea dhalimu, liyuinahu, ili kumsaidia kufikia yale malengo anayoyataka, wa huwa ya'lamu annahu dhalimun, na hili hali anajua kwamba huyu ni dhalim. Ni jambo za wazi kiuislamu ni dhahiri, ni shahiri dhahiri kwamba anayesema mambo haya ni haki ya kibinadamu, huyu ni dhalimu. Kwa hivyo watakaotoka wakamwendea dhalimu, wa huwa ya'lamu annahu dhalim, na huyu anafahamu kisera zake na kitabia yake na makusudio yake, akipata atafanya hivyo, na anatangaza wazi dhuluma yake, anaitangaza wazi. Wewe Muislamu ukawa kwenye chama hichi, au ukawa unampigia debe kiongozi wa chama hichi, basi fakad haraja min al-Islam, utakuwa wewe umeshatoka ndani ya Uislamu. Kwa hivyo tutahadhari, ikiwa itatokezea wenyewe Chadema watakiri kwamba ndani ya chama chao hili jambo ameshafuta, wala hawakubali maamrisho haya kutokana na wazungu, basi pale itakuwa ni jambo jingine. Lakini mpaka sasa, mpaka kesho, hii inajulikana moja katika jambo ambayo Chadema wakiingia ndani ya madaraka, wa kwanza watakao wasaidia na kuwaondoshia tabu ni wale watu wanaoingiliana wanaume kwa wanaume, ni wale mashoga. Kwa hivyo ikiwa hii ndio sera, yoyote Mtume anasema man masha ma dhalimi, yoyote atakayemwendea dhalimu, liyuinahu, hadi ya kuwa kumsaidia kufikia malengo yake, wa huwa ya'lamu annahu dhalim, na huko anajua kabisa kwamba huyu ni dhalim, hili jambo analolifanya halikubaliki kwenye dini, halikubaliki, Mwenyezi Mungu analikataa. Wa huwa ya'lamu annahu dhalim, anajua kabisa kwamba huyu ni dhalim, fakad haraja min al-Islam, atakuwa ametoka ndani ya Uislamu. Kwa hivyo tunawaambia Waislamu, hatusemi hivi kwa kuichukia Chadema, wala hatusemi hivi kwa sababu Chadema iko vingine. Na ndio maana hapa tunahitaji Chadema, hatutaji chama kingine chochote, kwa sababu hakuna chama kingine kilichosema kwamba nacho hii ndio sera yao. Kama ingekuwa hii ndio sera yao, wanapingana sasa na Allah. Allah anasema dhulma, wao wanasema ni ubinadamu na ni haki ya kibinadamu. Allah anasema ni dhulma ya kibinadamu, wao wanasema ni haki ya kibinadamu.
fakad kharaja min alislam. Kwa yoyote yule ambaye ataingia kusaidia ili hawa watu wafike ndani ya malengo yao, basi ametoka ndani ya Uislamu. Kwa hivyo tunasema Waislamu wote, haki ya mtume aliyoitangaza ndio hii: asitiwe nguvu, asifanyiwe nini, asisaidiwe mtu ambayo lengo lake na shabaha yake yani anataka kufanya dhulma, anataka kufanya Allah kakataza, yeye anaamrisha tena kwa jeuri na kibri kwamba hii ni haki ya kibinadamu. Kwa hivyo haki ya kibinadamu inavunja haki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema hili baya halifai, wao wanasema hapana, hili linafaa, hili linafaa. Kwa hivyo tunasema kwamba maelekezo ndio haya. Na nyingine anasema mtume vile vile, man masha ma dhalimin liyukawihu wa huwa ya'lamu annahu dhalimun fakad kharaja min alislam. Hii ni nyingine. Ile ya kwanza kumsaidia, hii kumtia nguvu. Tunasema mtume hapa sasa anasema kumtia nguvu. Kuna kumsaidia, kumtia nguvu na kumtia nguvu. Kumsaidia, unajua kabisa kwamba huyu sasa kura yangu nitatoa, fikira yangu nitatoa, chama hichi mimi nitaingia na nitakipigia debe. Sasa hichi chama wewe unakuwa nini, unakisaidia ili kifikie malengo yake, na malengo yake ni kumpinga Allah kwa jeuri na kibri, fakad kharaja min alislam. Na vile vile anasema liyukawiyahu, kumtia nguvu. Ukitia kura yako kutia kwenye Chadema, maana umeitia nguvu Chadema. Ukatia kura yako kumsaidia rais yoyote atakayegombania ndani ya Chadema, maana umetia nguvu. Kwa hivyo kwa kufanya hivyo wewe utahesabika mbele ya Allah si Muislamu tena. Kwa hivyo tunawaambia ndugu zetu wale ambao wana nafasi za uongozi ndani ya Chadema na wao ni Waislamu, wapime maelekezo haya ya Allah subhanahu wa ta'ala, wapime maelekezo haya ya mtume sallallahu alaihi wasallam, halafu na wao wajitizame, wajieleze kabisa. Lakini tunasema hivi, Bilal Online TV inasema haya si kwa sababu kama ingekuwa Chadema haijatangaza haya, haijakubaliana na haya, nao hawakubali, leo Bilal Online TV isengesubutu. Lakini sasa lazima tuseme kwa nia ya kuwanusuru Waislamu, kwa nia Waislamu. Akifa ikiwa Muislamu kasaidia chama hichi ili kiweze kufikia malengo yake, au kasaidia kakitia nguvu ili kiweze kushinda, basi kwa hayo yote mawili itakuwa wewe Muislamu umetoka ndani ya Uislamu. Kwa hivyo tumesema haya kwa uchungu wa dini, sio kwa uchungu ya kuchukia chama. Wala hatuna uchungu, hatuna chuki na chama chochote, hatuna chuki na chama chochote. Lakini hapa tunazungumza kuangalia, lazima tuangalie jamani. Allah mtume wake ameshatueleza hili. Kwa hivyo yoyote asiyakasema mtu mimi sijui, na sisi kwa kuwa hili jambo tumelipata, ni wajibu kuwaeleza Waislamu. Ni wajibu kuwaeleza Waislamu. Kama ninavyosema kwamba ziko dini nyingine tayari na wao hili vile vile wanakubaliana ni haki za kibinadamu. Kwa hivyo wale waliokubaliana kwa kupitia dini za hatuwaingilii sisi. Lakini kwa Waislamu lazima tuwape ushauri, na wao wataangalia hatari ya kusaidia au kuwatia nguvu watu wa namna hii ambao sera yao ni hii. Basi adabu yake la kwanza atakalopata mtu ni kufukuzwa ndani ya Uislamu, atakufa hali si Uislamu. Kwa hivyo tunasema hayo. Kwa bahati nzuri nchi yetu ina vyama vingi, tumefahamiana, na kwa bahati bado hakijatokea chama chingine kinachosema ulawiti ni haki ya binadamu, kusagana ni haki ya binadamu. Kwa hivyo hata kama Mungu anasema sisi hatufuati habari ya Mungu, hatufuati habari ya nabii, sisi tunafuata habari zenyewe za nini wanasema demokrasia. Hii ni demokrasia, kwamba ana haki mtu kuvunja mpaka ile mipango ya Allah subhanahu wa ta'ala, akafanya anavyotaka, ndio demokrasia. Kwa hivyo ikiwa anafanya hivyo kwa upande wa Uislamu, Kristo hatujui na dini nyingine hatujui, lakini kwa upande wa Uislamu yoyote atakayeitia nguvu Chadema au atakaoisaidia, basi huyu atakuwa ametoka katika Uislamu. Assalamu alaikum. Allah tuhifadhi na jambo la kutoka ndani ya Uislamu. Tunataka tumezaliwa Waislamu, tuishi ndani ya Uislamu na tufe ndani ya Uislamu. Kwa haya machache tunasema Allah tuhifadhi na mabalaa yote yaliyopo, na nchi yetu pia tunayaombea kheri na tunayaombea tuweze kuwa ndani ya amani ya kudumu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.